Naam, kufuatia mvutano na marumbano ya muda mrefu kupitia mitandao ya kijamii kati ya msanii wa uchekeshaji Baba Angela na Mr. Mwanya, hali imeendelea kuchukua sura mpya baada ya madai kuibuka ya kuhusiana na uhusiano wa kimapenzi uliotajwa kuvurugika. Inadaiwa kuwa chanzo cha mzozo huo ni baada ya Mr. Mwanya kumchukua mpenzi aliyekuwa mpenzi wa Baba Angela, hali iliyozua maneno na marumbano ya mara kwa mara kupitia mitandao ya kijamii. Sasa baada ya sintofahamu hiyo kuendelea, pande zote mbili zimeripotia kuhitimisha mijadala hiyo kwa kukabiliana kufanya mpambano wa vitasa, yani kujibizana, ili kuonyesha msimamo na kufahamu nani ana hoja yenye nguvu zaidi. Katika mahojiano maalum kupitia Baharia TV, mjadala huo umeendelea kuchochea mjadala mpya na mkubwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii, huku mashabiki wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu mwelekeo wa sakata hilo, ambapo wanakwenda katika mpambano wa vitasa, nani atakuwa na uwezo wa kumiliki mwanamke huyo. Sasa hapa na kusogezea kwa ufupi kidogo kuhusiana na zile tambwe katika sehemu ya mahojiano, ambapo tulipata wasaa kuwasikia kila mmoja akionyesha kumtambia mwenzao. Karibu tusikilize kwa pamoja. Babu anaenda kunibadilishia maisha. Ujue zamani ilikuwa ni unampiga tu mtu, unamtoa manunu, unaenda unafly. Lakini sasa hizi unampiga mtu alafu unapata kitu cha kununua kama TV, friji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kwa sababu maisha yangu anaenda kuyabadilisha. Lakini pia naenda kupata umaarufu mkubwa kwa sababu ngumi ambazo zitakuwa zinatoka na kuingia ni za maajabu kwa kweli. Kulingana na umbile na umri wangu na uzito wangu pia. Na mimi niwakumbushe turejelea hata mapambano na Bruce Lee. Ndivyo movie pia zilivyokuwa zinavutia. Majitu makubwa, majitu ambayo hayana akili, majitu mashamba, majitu ambayo yanaingia tu kichwa. Kwa bwana mimi nikushukuru. Una wema sana, una wema kwa sababu ujionee huruma. Unaenda kuyabadilisha maisha yangu kirahisi. Umenipatia mwanamke ambaye of course mimi na enjoy. Nafikiri ndo mwanamke mzuri kwa sasa hivi Tanzania. Ana shape, na enjoy sana. Yaani sijui, yani ningekujua mapema wewe baba. Wallahi ningekujua mapema. Kwa hiyo ngumi pia ni kutokana na hana nidhamu. Mimi nimempokea kabisa kwenye sanaa. Mara kwanza kabisa alijifanya kama pacha wa Mario, anaimba. Nikamwambia kaa hivi. Ikawa ni ngumu sana kwa sababu kipaji cha kuimba hana, sauti hana. Nikamwambia sasa sikia, fanya kama mtulia mshamba wewe. Chulani. Ni kama ana force kwenye muziki. Nikamwambia pita kwenye comedy kwanza ili ukipata maarufu watu wakikujua unaweza uka introduce muziki yako. Mwisho siku amepata mileage kidogo, anaanza kuongea shit kwamba eti mimi sio chochote, sijui nimekopa, vitu vya kijinga kabisa. Kwa mimi nilikuwa nataka nimkafue, niingie kabisa mtaani kwake. Lakini nikapata ushauri wa watu wazima kwamba Mwanya, usimpige katika mazingira hakuna sheria hapo vyombo vya sasa. Sikia, tafuteni mtu yote awadhamini, muingie ulingoni. Namshukuru sana Feilos. Wewe nitakukafua walai tena nakwambia. Wewe subiri. Shamba. Kuna swali lingine? Okay. Sila sana. Wewe unataka kukimbia hapo. Kwamba mkali wenu alikuwa kwenye comedy, mwisho wa siku sasa ni bondia mzuri, na nafikiri ana rekodi ya kutokupoteza pambano. Kwa hiyo mwanaume kama mwanaume hajisifii kazi. Mwanaume anapenda tarakimu. Uwezi ukasema eti mimi nipo kwenye kitu fulani ambacho kila siku kinakupa 300,000, afu kuna kitu kipo sehemu kina 2,000,000. Mwanaume ana kawaida moja, anapenda namba. Kwa hiyo kwenye kushow sijui kwenye kuchekesha sijui nini, mtu achane na hizo story kwanza. Tuachane na hizo romance. Mimi niacheni kwanza nimkafue. Huenda mimi ndo bondia ajaye kwenye ile taifa, utajuaje? Wewe ni Mungu. Kwa hivyo mimi ninachoweza kusema cha kwanza namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu zimekuwa nyingi. Nisipite kioni nisikapigwa kwa na kiumbe cha ajabu. Ni kwamba mtoto amenyea kiganja, sasa mimi nakikata, naondoka nacho kiganja, mtoto namwacha. Ndio alichokifanya kijana wangu hapa. Kwa hiyo kikubwa ambacho naweza nikasema kwamba huyu ni mtoto mdogo sana kwangu. Mchumba yenyewe vitu vyetu kabisa, mweupe huyu Fatuma. Tunamuona wenyewe. Kwa hiyo ni mtoto ambaye anaongea sana, afu isitoshe sasa kumbe mtu anayeongea sana yule huwa anatafuta upendo uptight. Unajua mtu anakuwa anakushawishi, sasa huyu mimi naondoka naye. Leo siku ya ulingo haruhusu kuua bro, mimi nataka nipite shortcut yani. Ajisaini mkataba. Kuna mkataba unakatalia? Mkataba si iko pale. Mkataba wewe usinipe mjomba, naenda kufuta hiyo sehemu yangu, si nimwache hai kijana. Mimi wenyewe machache mjomba, umeona huyu? Mimi wenyewe hamtoshi mjomba, hapo anataka pigana na mimi mjomba. Kwanza angalia kwanza mkono, onyesha mshamba, onyesha mkono, ongea fight. Nimegusa uongo.
bado zinaenda kugusa kweli kule. Umeona, kwa ni mtoto mdogo tu ambaye hata nahisi hata yani kitu chochote sio hata weight sio ananiweza sio nini, yani mimi nampiga kofi akiwa mbali. Kofi linaruhusiwa kwenye nani? Haruhusiwi. Yaani nataka nimpulize, yani nisimguse, unajua kumgusa udharau bro. Yaani nataka awe pale nirushe kofi tu na nakapuliza kanatoka kwenye kubwa. Ninachotaka kuahidi kwamba ni mtoto mdogo watu nishinda. Anajaribu kuleta comedy afu mimi nipo serious na kanichokoza kweli kijana. Kajaribu kunichokoza kimitandao, kaja amenichokoza kifamilia, kuna namna anapiga simu ambayo napiga imeniuma, lakini sasa kwa kuwa kuna namna ya kujitetea, hasira zangu zote nitaziweka pale huko nikifuata sheria. Inauma mjomba, nafikiria anapewa nilichokuwa napewa kuna nini sasa ushaona, kwa hiyo amegusa. Yeah. Kwa hiyo namweza mtoto mdogo sana. Tena asiongee sana ni hata sio mjomba. Umuone Krishna kwa macho hapo. Kwa hiyo manake unatuambia kwamba mzee wa mwanya unaweza kuongeza mwanya mwingine. Huyo hapo huyo mwanya tayari nao anakuwa na mapengo. Yani kwa sababu umeona bali fight inaanza kuvaa zile nani. Tuweki zile tuweki, achana nazo, wanavaa na wake sasa naye nini unaanza kuulizia kijola kwenye fight mjomba. Ile anavaa na wake, unaulizia kijola kwenye fight naye kijola cha nini? Ushaelewa? Huyo hapa na namdai hapo alipo, namdai meno kama mangapi hivi kama seshe, kwa sababu kijana anaona hata kwenye akitoka kwenye fight uwezo kuchekesha atakuwa ana. Kwa hiyo nataka nifanye mpango nimpitishe shortcut apate hela, kwa sababu comedy anaitegemea. Kwa hiyo kuna namna nikitoa meno hapa akifanya tu hii anaenda viral. Wewe umechukuliwa mpenzi wako na Mwanya. Yeah. Na utakuwa tayari upigwe mbele ya huyo mpenzi ambao ulichukuliwa na Mwanya. Uone kama itakuwa fedhea. Naweza kusema namshukuru Mungu kwa sababu mtu aliochukua mpenzi ni mwepesi sana. Naye ni mpenzi wangu, yani mpenzi amemchukua mpenzi wangu. Kwa hiyo nakuwa na mahusiano mawili. Na pale ni ndoa, ina maana ndoa inafanyika pale nakuwa na mahusiano mawili. Kwa hiyo naingia tu kwenye majukumu baada ya kushinda fight ya wake wawili. Unaweza kusema baada ya fight yeye atachagua ni nani wa kwenda naye, ama wewe hauko tayari kurudiana naye tena? Hapana, mimi nitake sifa bro kwenye ulingo, yani simtaki hata yule, kwa sababu najua ataningangania sana mjomba Ensam. Baada ya kijana kumwangusha, sasa ataona ana afya kwanza, ni kuna utegezi kwamba akitaka kuperform pale ashindwe, nianze kunganganiwa mimi mjomba Ensam hapo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.